Karibu kwenye taarifa kamili ya habari kutoka Galsan TV. Jina langu ni Mohamed Ali. Leo ni siku ya Jumatatu, tarehe 6 Oktoba mwaka wa 2025. Tunakujuza matukio muhimu kutoka pembe zote za dunia. Lakini kwanza tupate muhtasari wa habari. Rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud ametembelea mji wa Kismayo ambao ni makao makuu ya jimbo la Jubaland kwa mazungumzo na kiongozi wa Jubaland Ahmed Mohamed Islam maarufu Ahmed Madobe. Ziara hiyo inaashiria juhudi muhimu za kutatua mkwamo wa kisiasa na kikatiba uliodumu kwa takriban mwaka mmoja kati ya serikali ya ushirikisho mjini Mogadishu na utawala wa eneo la Jubaland. Na tukirudi siasa za Kenya, ni kuwa mjadala kuhusu wajibikaji wa viongozi serikalini umeendelea kushika kasi. Wakenya wengi wanaonyesha kutoridhishwa na kasi ya maendeleo, huku baadhi ya viongozi wa upinzani wakitaka hatua za haraka kuchukuliwa dhidi ya mawaziri wanaodaiwa kuhusika na ufisadi. Rais wa Jamhuri ya Kenya ameahidi kufanya mabadiliko serikalini iwapo tuhuma hizo zitathibitishwa, akisisitiza kwamba serikali yake haitalinda wala kufumbia macho vitendo vya rushwa. Wananchi katika maeneo kadhaa nchini wamelalamikia kupanda kwa gharama za chakula na mafuta. Wataalamu wa uchumi wanasema hali hii imesababishwa na kushuka kwa shilingi ya Kenya dhidi ya dola ya Marekani pamoja na mvua chache zilizoathiri uzalishaji wa chakula. Na katika habari za kimataifa, ni kuwa Marekani na Umoja wa Ulaya wameendelea kutoa wito wa amani kufuatia mapigano mapya katika ukanda wa Gaza. Mashirika ya kibinadamu yameonya kuhusu janga la kibinadamu linalokuwa kutokana na ukosefu wa maji, dawa na huduma za afya. Na tukimalizia na michezo, ni kuwa timu ya taifa ya Kenya Harambee Stars imerejea kambini kujiandaa kwa mechi ya kirafiki dhidi ya Uganda. Kocha mkuu amesema anatumaini kupata matokeo mazuri na kuimarisha morali ya wachezaji kabla ya michezo ya kufuzu kwa kombe la mataifa ya Afrika. Penzi mtazamaji, hiyo imekuwa taarifa kamili ya habari kutoka Galsan TV. Mimi ni Mohamed Ali. Kwa taarifa hizi na nyinginezo, tembelea kurasa zetu za mitandao ya kijamii @Galsan TV. Asante kwa kutazama na kutakia kila laheri.